Marekani imetangaza kuwa siku ya leo itakuwa ni siku yenye mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran tangu kuanza kwa operesheni ya kijeshi inayoendelea katika Mashariki ya Kati, huku mvutano katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Pentagon, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema kuwa Jumanne hii itashuhudia mashambulizi makubwa zaidi kuwahi kufanywa katika operesheni hiyo. Kwa mujibu wa Hegseth, mashambulizi hayo yatahusisha idadi kubwa zaidi ya ndege za kivita, ndege za mabomu, uwezo wa kijasusi na rasilimali nyingine za kijeshi zinazoratibiwa kwa kiwango kikubwa kuliko hapo awali. Hata hivyo, pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi ya Marekani, Hegseth alisema uwezo wa Iran wa kujibu mashambulizi unaonekana kupungua. Alisema katika saa 24 zilizopita, Iran imerusha idadi ndogo zaidi ya makombora kwa siku moja tangu kuanza kwa vita hivyo. Hegseth alisisitiza kuwa malengo ya operesheni ya Marekani hayajabadilika na yanaendelea kutekelezwa kwa kile alichokiita usahihi mkali usio na huruma. Alieleza malengo makuu matatu ya operesheni hiyo: moja, kuharibu akiba ya makombora ya Iran, mitambo ya kurusha makombora na msingi wake wa viwanda vya kijeshi; mbili, kuharibu kabisa jeshi la wanamaji la Iran; na tatu, kuzuia kabisa Iran kupata silaha za nyuklia milele. Hatutalegeza mpaka adui ashindwe kabisa na kwa uamuzi wa mwisho, alisema Hegseth, akiongeza kuwa operesheni hiyo itaendelea kulingana na ratiba ya Marekani. Kulikuwa pia na maswali kuhusu shambulio la Israel dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Iran, huku taarifa zikidai kuwa ikulu ya White House haikufurahishwa na hatua hiyo. Akijibu swali hilo, Hegseth alisema kushambulia miundombinu ya mafuta ya Iran haikuwa moja ya malengo makuu ya Marekani. Hata hivyo, alikanusha vikali madai kuwa Israel inaivuta Marekani kuingia katika operesheni ambazo hazilingani na maslahi ya Washington. Hatuvutwi upande wowote, sisi ndio tunaongoza na rais ndiye anayeongoza, alisema. Wakati huo huo, Iran iliendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi katika eneo hilo. Wizara ya ulinzi ya Falme za Kiarabu UAE ilisema Iran ilirusha makombora 9 masafa marefu kuelekea UAE. Kwa mujibu wa maafisa wa UAE, makombora 8 yalizuiwa na mifumo ya ulinzi wa anga, huku kombora moja likianguka katika Ghuba ya Uajemi bila kusababisha uharibifu. Iran pia ilirusha drone 35 kuelekea UAE. Kati ya hizo, drone 9 zilifanikiwa kupenya mfumo wa ulinzi wa anga na kulipuka ndani ya maeneo ya nchi hiyo. Kwa ujumla, tangu kuanza kwa mzozo huo, Iran imerusha makombora 262 ya masafa marefu na drone 1475 kuelekea UAE. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump alizungumzia mgogoro huo tena katika mahojiano na Fox News. Trump alisema hafurahishwi na uteuzi wa Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mpya wa juu wa Iran. "Sifurahii na uchaguzi huo," alisema Trump, akiongeza kuwa